Basi asante sana wababe wa kivita na historia ya dunia. Asante sana wote ambao basi mmeendelea kutufuatilia. Nasema sisi ni Waafrika, sisi ni wafalme. Sisi ni Waafrika, alafu sisi ni wafalme. Sisi ni Waafrika, sio kwa sababu tumezaliwa Afrika. Sisi ni Waafrika kwa sababu Afrika imezaliwa ndani yetu. Nikimaanisha kwamba lazima Afrika iwe imezaliwa ndani yako. Nikimaanisha kwamba Afrika inapokuwa imezaliwa ndani yako, lazima utaipenda Afrika, utaipenda ardhi yake, utajivunia Uafrika, utapenda utamaduni wake, utahimiza utu wake uliopotea, utapenda rafiki zako, ndugu zako, sababu Afrika ni moja. Na sisi ni Waafrika sio kwa sababu tumezaliwa Afrika, kwa sababu Afrika imezaliwa ndani yetu. Isipokuwa watu wengi sana kwa sasa, viongozi wetu kwa 100% wengi sana, wao ni Waafrika kwa sababu wamezaliwa Afrika, lakini sio Waafrika kwa sababu Afrika iko ndani yao. Sababu mtu ambaye Afrika iko ndani yake, mtu ambaye Afrika iko ndani yake ataipenda Afrika, atapenda na utamaduni wa Afrika, atawapenda watu wake, atawaongoza katika utu na maadili yaliyonyooka. Tuna viongozi wengi ambao sio viongozi halisi, nikimaanisha kwamba kwa 100% ni vibaraka wa magharibi, au pengine ni vibaraka wa Mashariki ya Kati, au pengine ni vibaraka wa maeneo mengine. Ni kwa sababu viongozi hawa wameshindwa kutatua changamoto za watu wanaowaongoza. Ni miaka 60 sasa, Afrika bado iko pale pale, bado na mbwera, bado ni vita, ubaguzi, ukabila, rushwa, umimi, uchu, ung'ang'anizi wa madaraka, mauaji yasiyokuwa na. Hao viongozi wengi ni Waafrika kwa sababu wamezaliwa Afrika, lakini wangekuwa Waafrika kwa sababu Waafrika umezaliwa ndani yao, wasingekuwa viongozi wa hovyo. Sasa sisi tunabaki kuwa Waafrika kwa sababu tu Afrika imezaliwa ndani yetu. Kwa nini watu wanampenda sana Vladimir Putin, jasusi wa zamani wa KGB? Vladimir Putin amesimama na Urusi yake. Vladimir Putin amesimama na Urusi yake na anafanya makubwa ndani ya Urusi yake, na haonei watu pasipo sababu, haui watu pasipo sababu za msingi. Vladimir Putin amefanya Urusi inasifika, inakubalika, amefanya Urusi inaogopeka, Urusi inaheshimika. Mgawanyiko wa rasilimali ni mkubwa, miundombinu ni safi, uongozi umenyoka, uchumi umenyoka, yani hamna cha rushwa. Yani Vladimir Putin yeye ni sio kwa sababu Urusi, sio kwa sababu wamezaliwa Urusi, ni kwa sababu Urusi imezaliwa ndani yake. Ndio maana Putin yeye yuko bize na mambo ya kiuchumi, yuko bize kuhakikisha rasilimali za Urusi na inufaisha Urusi. Sasa viongozi wa Afrika hawa ambao ni vibaraka, wao wako bize kwa sababu wako bize rasilimali za mataifa yao kuwanufaisha watu wengine, na huo ndio mwanzo wa changamoto kubwa, na huo ndio mwanzo wa aibu. Viongozi wa Afrika hawa ambao wamezaliwa Afrika wako bize kunufaisha matumbo yao, kunufaisha familia zao, kunufaisha marafiki zao, kunufaisha vyama vyao. Ndio maana Afrika kwa 100% inakuta ina mbwela. Utakuta Afrika ina mbwela. Miaka 60 Afrika ieleweki. Miaka 60 elimu ni mbovu. Miaka 60 miundombinu mibovu. Miaka 60 rushwa. Miaka 60 mauaji yasiyokuwa na mbele wala nyuma. Miaka 60 vitu vya hovyo. Miaka 60 teknolojia tuko nyuma. Miaka 60 viwanda tuko nyuma. Miaka 60 tumeuza kila kitu. Hawa ni Waafrika ambao wamezaliwa Afrika, lakini Afrika haijazaliwa ndani yao.
ukizungumzia mapinduzi ambayo yanaendelea Benin, tumesikia Benin huko kuna mapinduzi yamefanyika. Tulisikia mapinduzi yalifanyika Guinea. Mapinduzi yamekuwa mengi zaidi kwa kipindi, kwa sababu wanasiasa wameshindwa kuongoza mataifa. Wanasiasa wanashindwa kuongoza mataifa yao vizuri. Wanasiasa wanaendekeza rushwa, wanaendekeza umimi, wanaendekeza ukamataji wa yani wanasiasa wameshindwa kuongoza mataifa. Wameshindwa kuongoza mataifa. Na japo nafahamu sio kila mapinduzi yanakuwa na maana. Mapinduzi mengine ni wale wale. Unaruka mkojo unakanyaga mavi. Mapinduzi mengine ni yale tu, ni vibaraka wale wamejaa. Kwa hiyo Afrika imefika hapo kwa sababu Afrika hii, viongozi wengi wa Afrika wamezaliwa Afrika, lakini Afrika haijazaliwa ndani yao. Na ndio maana tumefika hapa tulipofika sasa hivi. Afrika ieleweki, ipo kama haipo. Ni kanyaga twende, bora liende. Sasa hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya, na huo ndio mwanzo basi wa aibu. Sasa Kongo. Kongo ndio taifa kubwa sana Afrika. Tanzania inaingia zaidi ya mara 2 katika taifa la Kongo. Ina makabila karibia 420 taifa la Kongo. Lakini Kongo imeharibiwa na wanasiasa. Kama alivyozungumza miaka mwanzoni kipindi anaingia madarakani Mobutu Sese Seko Kukumbengu wa Zambanga. Alikuwa ni kiongozi safi kabla hajaingiwa na wadudu kichwani. Kongo mkataba umesainiwa huko nchini Marekani. Mkataba huu umesainiwa sio kwa maslahi ya Kongo. Unaona shida inapoanza, na ndio maana matatizo ya Afrika yaishi. Ndio maana shida Afrika ziishi, kwa sababu wanasiasa wanaangalia ya kwao. Wanasiasa wapo kuwanufaisha wakubwa zao. Wanasiasa wanaangalia matumbo yao. Umone, wewe jiulize, mkataba unafanyika Kongo, na hii mikataba inayosainiwa kiholela, kinyemela, pasipo kuwashirikisha wananchi moja kwa moja, mwisho wa siku inakuja kuligharimu taifa, inakuja kuliingiza taifa kwenye matatizo. Mikataba inasainiwa juu kwa juu, inasainiwa kienyeji, inasainiwa kiholela, hovyo. Mwisho wa siku wananchi wanapokuja kugundua kwamba hawanufaiki na rasilimali zao, hawanufaiki na taifa lao, hawanufaiki na mikataba yote ile, wananchi wanaanza kuichukia serikali yao. Na maana ni kwamba serikali yoyote ambaye inasaini mikataba kinyemela, pasipo kuwausha wananchi wahusika wa eneo husika, pasipo kutafuta maoni, pasipo kupeleka maendeleo kwa wananchi, mikataba, mwisho wa siku serikali inakuwa ni serikali ya kitapeli, inakuwa ni serikali ya kiuni. Serikali yoyote ile lazima iwe serikali shirikishi. Viongozi wengi wanajifanya wao ni miungu, ndio mwisho wa siku mambo yanakuwa yanavurugika, yaeleweki. Tunavyowachagua viongozi kwa pale madarakani haimaanishi kwamba nyinyi ni miungu, kama nyinyi ndio mnaamua kila kitu. Tunapowachagua viongozi kwa pale madarakani haimaanishi kwamba nyinyi ndio mna akili kuliko ambao sio viongozi. Wananchi wanakuwa na akili zaidi kuliko nyinyi, ndio maana mara nyingi lazima mkubali kukosolewa, sababu nyinyi ni binadamu. Hakuna binadamu ambaye ana mapungufu. Hakuna kitu ambacho hakina mapungufu. Lazima ukubali kukosolewa, upokee maoni. Barack Obama ni kiongozi aliyeongoza Marekani kwa utulivu wa hali ya juu. Isipokuwa tunamlaumu tu Barack Obama kwa kutuulia ndugu yetu Muammar Colonel Gaddafi. Waafrika tunamlaumu Obama kwa jambo moja tu, kwa kuruhusu Mwafrika mwenzake auawe. Ila nyuma pazia tunasema kwamba a black president in a white house. A black president in a white house. Kwamba naye alikuwa ni kibaraka tu, yuko nyuma mfumo fulani. Ila tunamlaumu Obama kwa kuruhusu Gaddafi auawe. Kueni kama Vladimir Putin. Amenyooka kama rura. Anapigania maslahi yake, anapigania taifa lake, anapigania utu na heshima ya watu wake. Kuweni kama Vladimir Putin. Vladimir Putin ni kiongozi ambaye sio tu amezaliwa Urusi, hapana, ni kiongozi ambaye
Urusi imezaliwa ndani yake. Na kuna viongozi wa hovyo, kuna viongozi wa hovyo. Sasa ndio maana watu wengi sasa hivi wanamkubali Ibrahim Traore, wanampenda Ibrahim. So Ibrahim Traore amejidhatiti katika kuijenga ile Burkina Faso inyooke. Toa wauni, fukuza wauni, unganisha watu na maendeleo, yani rasilimali za nchi ziende kwa zimfikie mtu wa chini. Ibrahim Traore, mzalendo wa Afrika, kuweni kama Ibrahim Traore. Hasa Kongo wamesaini mkataba, wamewasahau wazalendo, wamewasahau wazalendo. Ile Kongo Mashariki iko chini ya wazalendo. Wahuni wamevamia Kongo Mashariki kihuni. Wazalendo ndio wanaopigania Kongo Mashariki. Kongo Mashariki pasipo wazalendo Kongo Mashariki ingekuwa haipo, ingeshamegwa. Kongo Mashariki isingekuwa wazalendo, watoto wawili Amuri ya Kutumba ingeshaenda. Sasa mkataba unasainiwa nchini Marekani pasipo kuwahusisha wazalendo ambao ndio wanaopigana kwa mwaka wa 30 sasa. Wazalendo wanapigana na wahuni. Wazalendo wa Kongo wanapigana na wavamiaji kwa mwaka wa 30 sasa. Sasa mkataba umesainiwa nchini Marekani kinyemela, kisiasa, kwa maslahi ya Marekani, kwa maslahi ya Rwanda. Wa Kongo Mashariki hawana hili wala lile. Sasa ndio mwanzo wa ubaya unaanziaga hapo. Ndio mwanzo wa chuki unaanziaga hapo. Kongo Mashariki vita vinaendelea kati ya M23 na wazalendo. Wanasiasa matapeli ni vibaraka ambao wameendelea kuyafanya Afrika isonge mbele, wamesaini mikataba kule Marekani, wanapiga hela kwenye matumbo yao. Lakini Kongo Mashariki wanaopigania nchi ambao ni wazalendo hawajashirikishwa popote pale. Wamepuuzwa. Mnapowapuuza wananchi, tegemeeni shida baadaye. Tegemeeni shida mbeleni. Inapotokea swala kuwapuuza tu wananchi, tegemeeni shida baadaye, tegemeeni shida mbeleni. Sasa Kongo Mashariki anayenufaika mkubwa ni Marekani, na nufaika mkubwa ni Rwanda, na nufaika mkubwa ni vibaraka wa Kongo. Vibaraka wa Kongo. Sasa mwisho wa siku ni kwamba Kongo Mashariki, wa Kongo wataendelea kuteseka na kuuana wao kwa wao. Kwa sababu wakati mwingine vibaraka hawa, viongozi hawa ambao tunawaamini, ndio nao tuingiza wa Afrika kwenye matatizo. Kwa sababu kwa asilimia kubwa wanakuwa wapo kwa ajili ya matumbo yao. Kuweni kama Ibrahim Traore wa Burkina Faso, anayepigania nchi yake. Ibrahim Traore.